Nchi za Umoja wa Falme ya Kiarabu zimeshambuliwa na drones kutokea Iran. Serikali ya Umoja wa Falme za Kiarabu yani UAE imethibitisha kukumbwa na shambulio jipya la anga lililotekelezwa na vikosi vya Iran likihusisha mchanganyiko wa makombora ya balistiki, makombora ya cruise na ndege zisizo na rubani yani drone katika mwendelezo wa mivutano ya kijeshi inayotikisa eneo la Ghuba. Wizara ya ulinzi ya UAE imetoa taarifa leo Mei 5, 2026 ikibainisha kuwa shambulio hilo lilijumuisha jumla makombora 12 ya balistiki, makombora 3 ya cruise pamoja na droni 4. Ripoti za awali kutoka kwa maafisa wa afya zinasema kuwa watu 3 wamejeruhiwa kufuatia vipande vya makombora yaliyoanguka baada ya kudunguliwa, huku uharibifu wa mali ukiripotiwa katika maeneo ya pembezoni mwa miji. Mifumo ya ulinzi wa anga ya UAE imefanya kazi kwa ufanisi mkubwa na kufanikisha kudhibiti sehemu kubwa ya mashambulizi hayo kabla ya kufikia shabaha zake kuu. Moja ya Falme ya Kiarabu imelaani shambulio hilo ikilitaja kama uchokozi wa wazi unaolenga raia na miundombinu ya nchi hiyo. Tukio hili ni mwendelezo wa mgogoro mpana kati ya Marekani na Iran ambao ulianza kushika kasi tangia Februari 28, 2026. Wizara ya ulinzi ya Falme za Nchi za Kiarabu imeweka wazi takwimu za kushtua zinazoonyesha jinsi nchi hiyo imekuwa ikikabiliwa na vitisho vya anga katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, ambapo katika makombora ya balistiki ni kwamba jumla ya makombora 549 yamezuiliwa, lakini jumla ya makombora 29 yamedunguliwa ya cruise na drones zaidi ya 2260 zimeharibiwa na mifumo ya ulinzi wa anga. Lakini shambulio hili dhidi ya nchi za Falme ya Kiarabu limekuja saa chache tu baada ya Marekani kuzindua operesheni ya Project Freedom na kuharibu boti za Iran katika mlango wa Hormuz. Wachambuzi wa usalama wanaamini kuwa Iran inatumia mashambulizi haya ya drone na makombora kama shirikizo kwa washirika wa Marekani katika kanda hiyo ili kupunguza usaidizi wao wa operesheni za kijeshi za Washington. Wakati mifumo ya ulinzi wa anga ya Umoja wa Falme za Kiarabu ikiendelea kuwa katika hali ya hatari, jumuiya ya kimataifa imetoa wito wa dharura kwa pande zote mbili kujizuia, ikihofia kuwa kuendelea kwa mashambulizi haya kutasababisha uharibifu usioweza kurekebishika kwa uchumi wa dunia na usalama wa watu katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Hadi hivi sasa, serikali ya Umoja wa Falme za Kiarabu imesisitiza kuwa itaendelea kulinda ardhi na raia wake kwa kutumia kila uwezo ulionao, huku ikishirikiana kwa karibu na washirika wake wa kimataifa kudhibiti vitisho kutokea Iran.